kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yake kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kutufariji ambao wetu wengine wamekuja Bwana, wamelemewa na mizigo yao, kawasamehe kwa siku ya leo. Na jioni hii ya pekee tunapoenda kujilisha ukuu wako, tunaomba Yesu kawe pamoja nasi. Tuandae kwa kila mmoja ili Bwana tukapokee mkate wa jioni ya leo. Tunaamini Bwana umesikia, ndio ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Usichoke kungoja baraka zake, magumu haya upitia, yo yasikutenge mbali na upendo wa Bwana, ukageukia njia zako. Mtumaini Mungu, yeye hatakuacha. Omba kwa imani, hakika atakujibu. Mtumaini Mungu, yeye hatakuacha. Omba kwa imani, hakika atakujibu. Yeye ni mwaminifu na wa haki, asikia na kujibu maombi ya wenye haki. Matatizo yako atajibu kwa wakati wake. Usichoke kuomba, usichoke kungoja. Hakuna gumu linaloshindikana kwake. Mkabidhi yeye akupumzishe. Hakuna gumu linaloshindikana kwake. Mkabidhi yeye akupumzishe. Yeye ni mwaminifu na wa haki, asikia na kujibu maombi ya wenye haki. Matatizo yako atajibu kwa wakati wake. Usichoke kuomba, usichoke kungoja. Hakuna gumu
linaloshindikana kwake mkabidhi yeye akupumzishe. Hakuna gumu, hakuna gumu linaloshindikana kwake mkabidhi yeye akupumzishe. Wengi tupatwapo shida za dunia hii, twasahau uwepo wa Mungu maishani mwetu. Tukumbukeni hata uhai tulio nao leo si uchaguzi wetu, bali ni rehema zake Mungu. Shukuru kwa yote unayopitia leo, anakutengeneza kwa ajili ya kesho yako. Shukuru kwa yote unayopitia leo, anakutengeneza kwa ajili ya kesho yako. Yeye ni mwaminifu na wa haki, asikia na kujibu maombi ya wenye haki. Matatizo yako atajibu kwa wakati wake. Usichoke kuomba, usichoke kungoja. Hakuna gumu linaloshindikana kwake mkabidhi yeye akupumzishe. Hakuna gumu, hakuna gumu linaloshindikana kwake mkabidhi yeye akupumzishe. Yeye ni mwaminifu na wa haki, asikia na kujibu maombi ya wenye haki. Matatizo yako atajibu kwa wakati wake. Usichoke kuomba, usichoke kungoja. Hakuna gumu linaloshindikana kwake mkabidhi yeye akupumzishe. Hakuna gumu, hakuna gumu linaloshindikana kwake mkabidhi yeye akupumzishe. Yeye ni mwaminifu na wa haki, asikia na kujibu maombi ya wenye haki. Matatizo yako atajibu kwa wakati wake. Usichoke kuomba, usichoke kungoja. Hakuna gumu linaloshindikana kwake mkabidhi yeye akupumzishe. Hakuna gumu, hakuna gumu linaloshindikana kwake mkabidhi yeye akupumzishe. Yeye ni mwaminifu na wa haki, asikia na kujibu maombi ya wenye haki. Matatizo yako atajibu kwa wakati wake. Usichoke kuomba, usichoke kungoja. Hakuna gumu linaloshindikana kwake mkabidhi yeye akupumzishe. Hakuna gumu, hakuna gumu linaloshindikana kwake mkabidhi yeye akupumzishe.
Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi niwakaribishe kipekee tena katika jioni ya leo. Katika ibada hii tufumbe macho tuweze kuomba. Baba mwema uketie mbinguni, jina lako litukuzwe. Njoo useme nasi katika jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Niwakaribisha tena kwa mara nyingine katika kipindi chetu hiki. Labda nipende tu kuuliza jambo moja. Huku ni kusini ama ni kaskazini? Ni wapi jamani? Watu wa Ibondo mukoje? Huku ni kusini ni kaskazini? Huku ni mashariki? Magharibi si huku? Sasa mashariki inawezaje kuwa huku? Kwa nini siwe huku mashariki? Maana huku ni magharibi, si ndio? Jua si ndaenda hivi. Kwa hiyo mashariki itakuwa wapi? Huku hivi. Na huku? Kaskazini. Nilikuwa natafakari namna mlivyouita huu mtaa wa Ibondo. Ikawa nawaza hivi, kwa nini haukuitwa huenda ikawa ni Ibondo kusini kuelekea wapi? Magharibi. Ukawa Buseresere kusini mashariki. Lakini mkapatia jina la wapi? La Ibondo. Haleluya jamani. Dhani ile ingeweza kutiki sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana ninyi mko katika viunga vya wapi? Vya Buseresere. Haleluya. Bwana wabariki sana. Pastor alisema siku ya Alhamisi tutakuwa na changizo. Tutakuwa na nini? Na changizo la kutikisa Buganda. Kutikisa nini? Muganda. Wangapi wamejiandaa kutikisa Muganda? Nyosheni mikono. Tumejiandaa. He. Nyosheni mikono watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe kama utatikisa Muganda, Bwana sikupe mali. Haleluya. Fai kupewa mali. Maana wewe ni mchoyo. Wewe namna gani? Wewe ni mchoyo. Na nishawaambia kwamba mali ya bahili naliwa na nini? Na mchwa. Mchwa watashambulia mali zako. Wewe bana uone. Jaribu. Fanya nini? Halafu tuamwambie Mungu atume mchwa. Waje wale mali nini? Tunataka mbarikiwe. Tunataka mfanya nini watu wa Mungu? Mubarikiwe mno. Haleluya. Na kwa sababu hiyo ninawaomba. Tumepita kwingi. Watu wameleta mbuzi, watu wameleta mahindi, watu wameleta kuku, watu wameleta mali nyingi. Haleluya. Na tunaamini Bwana atatenda muujiza. Haleluya. Sasa mimi najua hapa niko mjini. Niko wapi jamani? Niko kwenye kambi la mjini. Hayo ndio mawazo nilionayo. Na kwa namna hiyo ninaamini hapa ninyi mtafanya mapinduzi makubwa. Haleluya. Wangapi wanasema tutafanya mapinduzi? Nyosheni mikono. Haleluya. Mungu awabariki Bwana. Nyinyi mko viwango vya juu. Ala, mnajishushaje watu wa Mungu? Wangapi wanatamani wafike hapa hawajafika, nyinyi mko hapa? Hebu mtumikieni Bwana. Na chochote ulicho nacho kitoa. Naamini Mungu atakubariki sana. Leo somo la leo nasema Bwana yuko pamoja nawe. Haleluya. Linapatikana katika kitabu kile cha Waamuzi 6. Waamuzi 6 fungu la kwanza. Neno la Mungu linasema, kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele ya macho ya nani? Ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Wana wa Israeli hawa walifanya mabaya, na kwa sababu walikuwa ni watu wa Mungu, Mungu akawatia mikononi mwa Midiani. Kuna watu wanafanya mabaya, lakini Mungu hawatii mikononi mwa nini? Mwa Midiani. Ni kwa nini? Wale wanaoitwa jina lake Mungu anataka wachonge wawe ni vyombo vyake vya kutumia. Na kwa sababu hiyo wanapomwacha Bwana, Bwana naye kwa namna fulani anawaacha ili wajijue namna ya kukaa mbele na Mwenyezi Mungu kulivyo na athari mbaya. Kwa sababu hiyo wana wa Israeli, kwa sababu walifanya mabaya,
Mungu sasa kasema mimi sitakuwa pamoja nanyi, na Midiani ikawatawala wana wa Israeli. Inawezekana mtu wa Mungu yeko hapa, kuna mabaya yako juu yako, kwa sababu Bwana huenda amekutia mikononi mwa Midiani fulani. Wewe umekuwa ni mtumwa na unateseka na unalia. Peleleza njia zako. Fungu la pili nasema mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli, tena kwa sababu ya Midiani wana wa Israeli walijifanya hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midiani wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marango juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi, hata kufika Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe. Kama najua huko Israeli leo hii mnasikia habari ya Gaza, kwa hiyo walikuwa nakwenda mpaka kule. Kwa mantiki hiyo, wana wa Israeli walipokuwa wanalima, hawa wa Midiani walikwea pamoja na Waamaleki. Wamepanda mahindi umeyawekea mbolea, ndio unapalilia vizuri, yamefika kimo hiki, jamaa zinakuja na vile visu vikali, halafu zinafanya nini? Zinafyeka. Na kwa sababu hiyo wana wa Israeli wakajifunza namna ya kutengeneza mahandaki ili wakae kwenye mashimo huko, maana mkono wa Midiani ulikuwa ni mzito mno juu ya wana wa Israeli. Wameteseka mno. Iliuma sana kwa wana wa Israeli. Midiani wakawashughulikia, Midiani wakawatesa, Midiani wakawasumbua. Taifa takatifu, watu wa miliki ya nani? Ya Mungu. Hao ndio wana wa Mungu hapa duniani, lakini hawa watu wasiomjua Mungu wakaja kuwatesa watakatifu wa Mungu aliye juu. Na kila walichofanya, kama ni mifugo ungefuga, jamaa zinakuja zinakatakata tu. Kwa hiyo Israeli waliteseka mno, walipata taabu, wakalia sana. Sikiliza fungu la 5. Kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao, na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Midiani, nao wana wa Israeli walifanya nini? Wakamkumbuka Mungu, wakamlilia. Kwa hiyo Waisraeli walinyanyaswa. Kusikia kutwezwa ni kunyanyaswa kwa manyanyaso yanayofaa, sawa sawa na yule mama ambaye alikuwa hazai akaanza kunyanyaswa na yule mwingine anamchokonoa, ndio maana huko hivi, ndio maana huko hivi, anamutesa. Kuna watu ambao akili yao ni kuwanyanyasa wengine. Wengine wanapoumia wao ni furaha kwao. Yaani yeye akiwaza, anawaza namna ya kukushughulikia, akuharibu kisaikolojia. Wapo watu ambao hawana upendo mioyoni mwao. Kila mara anapowaza, wewe unapohangaika, kwake ni kicheko, anafurahia. Ndivyo walivyokuwa hao wa Midiani, waliwatweza mno. Kwa hiyo kila namna anayoweza kufanya ili kumfanya huyu mtu amunyang'anye utu wake ilikuwa ndio raha yao. Wana wa Israeli wakasikitika mno, lakini mwisho wakakumbuka ya kwamba mbona tunalia hivi? Tumulilie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kupendekezea jioni ya leo, utakapopitia kwenye machungu yoyote yale, utakapopitia kwenye mtihani wowote ule, utakapopitia katika shida yoyote ile, umkumbuke nani? Kamulilie Mungu. Huyu Mungu aliyekuleta duniani, huyu Mungu aliyekuumba, anakujua, anakupenda, tena anakujali kuliko unavyodhani. Mulilie Bwana, mtu wa Mungu. Hawa watu wakasema, jamani, tumulilie Mungu. Wakafunga na kuomba, wakapiga magoti, wakamsujudia Mungu, wakamulilia Bwana. Mbona Mungu alisema sisi ni watoto wako? Nini haya yanayotutukia? Watu wakaomba sana. Katika fungu lile la 7 nasema,
Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi naliwaleta ninyi mkwee kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami naliwaokoa na mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliwazunguka wakiwaonea. Nami naliwafukuza watoke mbele zenu, nami naliwapa ninyi nchi yao. Kisha naliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, musiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao. Lakini hamkufanya nini? Hamkutii sauti yangu. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatamani tumuche yeye. Mungu anatamani tumwabudu yeye. Na Mungu akawakumbusha, kumbukeni yenyi wana wa Israeli, mlikuwa watumwa katika nchi ya Misri, na aliwapandisha kwa mkono wenye nguvu, kwa mkono wenye uweza. Miujiza na maajabu naliyatenda. Siku nalileta umeme, mkatembea katika mwanga mkubwa. Ikiwa mchana nilileta kivuli kikubwa kikatanda juu yenu, hata hamkujua habari ya kusumbuliwa na joto. Nikawafanyia mema yote hayo, lakini mkanisahau. Watu wa Mungu, wakati fulani unaweza kumsahau Bwana, ukatembea kwa ujanja wako, ukatembea kwa weredi wako, ukamwacha Bwana, ukatafuta mungu mwingine, maana unaona kana kwamba Mungu hawezi kukusaidia. Ninachokuambia jioni ya leo, unapomwacha Bwana, Bwana anaweza kukuacha. Na Bwana akikuacha utaumia. Utaumia sana, utalia. Ni vyema usimwache Bwana Mungu. Mungu akawakumbusha hayo. Ndipo katika fungu la 11 nasema, malaika wa Bwana akaenda kaketi chini ya mwaroni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwana wa Gideoni alikuwa akipepeta ngano shimoni. Akipepeta ngano wapi hapo? Akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Haleluya. Huyu mtu alikuwa ni mtu wa kazi. Nataka nikwambie jioni ya leo, Mungu anapenda watu wanaofanya kazi. Haleluya. Anasema fanya kazi siku ngapi? Siku 6. Mungu hana sehemu na wavivu. Hana sehemu na wavivu. Mara nyingi wavivu wasiofanya kazi ndio wanaokwenda kuiba mali za wenzao. Na Bwana anataka watu wa Mungu wafanye kazi ili aweze kubariki kazi ya mikono yao. Na Waadventista wanashauriwa kuwa wachapakazi. Haleluya. Kuwa wabunifu. Tafuta fursa popote unapokuwa. Gideoni angelikuwa kijiweni, asingelikutana na Mungu. Lakini kwa sababu Gideoni alitii amri za Mwenyezi Mungu, ikiwa ni pamoja na amri ya kufanya kazi siku ngapi? Siku 6. Ndipo Bwana akamshukia. Angelikuwa anacheza puru, asingelikutana na malaika. Leo hii wako wavivu wasiotaka kufanya kazi, na Mungu anataka watu wafanye kazi ili wapate fedha, na fedha isaidie kazi ya Mungu. Kama kuna sadaka ya makambi, utowe hela. Kama kuna kutikiza muganda, toa hela. Kama kuna kuchangia gari, toa nini? Toa hela. Na hela huwa haziokotwi. Hela unafanya kazi, ndipo unapata nini? Fedha. Kwa hiyo unapofanya kazi unaombewa, na kazi zako zinakuwa na baraka, ili upate cha kutoa kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Fungu la 12. Malaika wa Bwana akamtokea, akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, namna gani shujaa. Haleluya. Sikiza nakwambie, mtu wa Mungu, unapokuwa unawaza kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu, kazi ya Mungu ni mtafiti. Anaangalia mioyo inayomcha Bwana, mioyo inayomtafuta Mungu. Mungu anaisoma. Gideoni wakati huo anafanya kazi, lakini mawazoni mwake yuko anamtafakari habari ya Mungu. Sisi taifa takatifu, inawezaje kuwa Midiani, kuwa watumwa? Hakuwa mvivu wa kufikiri. Alikuwa makini, anawaza,
anawazua, anamuuliza Mungu. Ndiyo, anawaza maswali mazito, na Mungu alipokuwa anapita akaendelea kuyasoma mawazo ya huyu Gideoni, akaupeleleza moyo wake, akautafiti, akaona huyu mtu huyu anamtafuta Bwana moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Mungu anasoma mioyo na ameuona moyo wa Gideoni, akamshukia, anampa habari njema kutoka mbinguni ya kwamba Bwana yuko pamoja na wewe. Jioni ya leo, mtu wa Mungu ambaye umetoka katika viunga mbalimbali katika mtaa wa Ibondo, ninakutangazia ya kwamba Bwana yuko pamoja nawe. Bwana yuko pamoja nawe. Amini hilo. Baada ya kumwambia haya maneno, ninamwona Gideoni, huyu shujaa, anasema, Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nami, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri? Ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midiani. 14. Bwana akafanya nini? Bwana akamtazama. Haleluya. Nataka nikwambie jioni ya leo, Bwana anakutazama. Umekaa mahala fulani, lakini Mungu anakutazama. Mungu anakufuatilia. Ukiwa na mawazo mazuri kwa ajili ya Bwana, huko mbinguni iko taarifa nzuri kwa ajili yako, maana mawazo yako ni mazuri. Mungu hashughuliki na watu wenye mawazo machafu, mawazo mabaya. Bwana anawatafuta wacha Mungu wanaowaza vizuri kwa ajili ya Bwana Mungu wao. Anawatazama. Wako duniani. Ndio maana katika kitabu cha Efeso nasema, najivunia watakatifu waishio wapi? Efeso. Unaweza kusema wa Efeso watakatifu waishio Ibondo. Haleluya. Ndivyo ilivyokuwa. Bwana huyu akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoa Israeli na mkono wa nani? Wa Midiani. Je, si mimi ninaye kutuma? Bwana Yesu asifiwe. Gideon alipojielezea vizuri akashangaa. Anasema Mungu kwanza anashangaa. Unaposema uko pamoja na sisi, lakini napoangalia mambo yanayopata Israeli, napata mshangao mkubwa, maana habari zako zinatisha. Zinafanya nini? Zinatisha, sio za kawaida. Namna ulivyowaongoza baba zetu, mambo uliyofanya ni mambo makubwa. Iweje leo unawacha taifa takatifu? Mungu akasema, mandhari naona moyoni mwako, unawaza habari ya utakatifu, unawaza habari ya kazi ya Mungu. Sasa nakutuma, nenda kwa uwezo wako. Namna gani huo? Haleluya. Iko karama ambayo Mungu amekupatia, kiko kipaji ambacho Mungu amekupatia, hicho kitumie kwa ajili ya kazi ya Bwana. Haleluya. Nenda kwa uwezo huo ambao Mungu amekumba nao. Nenda kwa karama hiyo ambayo Roho Mtakatifu amekupatia kwa ajili ya kazi yake. Fanya hivyo. Baada ya kumwambia maneno hayo, huyu jamaa aliendelea kujiona duni. Kusema 15 anasema, akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio namna gani? Masikini sana katika Manase. Na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Allah. Yaani wewe unasema na Mungu bado una mashaka. Shida ni nini? Mashaka, hofu na wasiwasi. Gideoni huyu anaongea na mjumbe kutoka mbinguni, lakini bado haoni ukuu wa yule mkuu anayeongea naye. Badala yake anajiangalia yeye kama alivyo. Ni dhahiri, nataka nikutangazie jioni ya leo, kwa namna ulivyo huna uwezo. Lakini nataka nikuambie jioni ya leo ya kwamba namna ulivyo, hata kama utajiona ni mdogo, wewe ni wa thamani kubwa machoni pa Mwenyezi nani? Pa Mwenyezi Mungu. Hilo litambue. Udhaifu wako unapoungana na uwezo wa Mungu, wewe sio mtu wa kawaida. Haleluya. Wewe sio mtu wa kawaida. Gideon alijiona kwamba yeye ni masikini, tena anatoka katika ukoo ambao hautambulikani vizuri. Mungu anafanya kazi na wale wanaojiona hawawezi, wale ambao wanamtanguliza yeye, wanasema Mungu, pasipo wewe mimi siwezi jambo namna gani. Hao ndio Bwana anawataka.
ili nguvu zake ziweze kutimilika katika kuwawezesha hawa kufanya kazi ambayo ni ya ajabu. Haleluya. Leo hii tunamzungumzia Ellen G. White. Lakini ukijifunza habari ya historia yake, hakuwa mtu mwenye uwezo, hakuwa mtu mwenye elimu kubwa, lakini ndiye mwandishi mashuhuri duniani, kwa sababu uwezo wa Mungu unakamilika ndani ya udhaifu wa mwanadamu. Yule ambaye alikuwa hawezi aliwezeshwa na kunyanyua. Kwa hiyo huyu Gideon akajieleza namna hiyo kwamba hawezi, kwa sababu yeye anatoka kwenye taifa ambalo ni watu masikini sana. Sikiliza, naendelea kusema. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata kibali machoni pako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Tafadhali usiondoke hapa na hata nikujue, nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele zako. Akasema, nitangoja hata utakaporudi. Bwana Yesu asifiwe. Gideon huyu alitaka uthibitisho. Bwana Yesu asifiwe. Unapokaa ndani ya kanisa, tafadhali jiridhishe vizuri kwamba kweli unamfuata Mungu. Mungu yuko upande wako. Jitahidi kujionyesha ya kuwa umekubaliwa na nani? Na Mungu. Mtendakazi yoyote asiye na sababu ya kutahayari. Kwa hiyo Gideon hakutaka imani ya mashaka. Alitaka ajiridhishe dhahiri kwamba je, ni Mungu anayesema naye. Ndipo akatengeneza habari ya chakula fulani pale, akakiweka pale, yule malaika akakigusisha na fimbo yake, na hatimaye kuna jambo pale liliweza kutokea. Haleluya. Bwana anazidi kumthibitisha Gideon ya kwamba yuko pamoja naye. Basi Gideon akaingia ndani, akaandaa mwana mbuzi na mkate isiyotiwa chachu ya efa ya unga, akaitia ile nyama katika kikapu, akautia mchuzi katika nyungu, akamletea hapo nje chini ya mwaloni, akampa. Naye malaika wa Mungu, nyama na mikate isiyotiwa chachu uiweke juu ya mwamba huu, ukaumwage na huo mchuzi. Akafanya hivyo. Ndipo malaika wa Bwana akanyosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa mkononi mwake, akaigusa ile nyama na ile mikate, moto ukatoka mwambani. Haleluya. Ukaiteketeza ile nyama na mikate. Malaika wa Bwana kaondoka mbele ya macho yake. Haleluya. Kwa hiyo Gideon akaendelea kujiridhisha namna ambavyo anamtolea sadaka. Malaika wa Bwana anaipokea, anaweka kidole namna hii, moto ukatokea, hapo malaika kaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amemwacha ujumbe ya kwamba mbingu iko pamoja na wewe. Haleluya. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kuna fahari kubwa unapokuwa na mahusiano na mbingu. Ikiwa Mwenyezi Mungu yuko upande wako, ni raha, ni furaha na ni shangwe zaidi ya utajiri wowote katika ulimwengu huu. Jambo kubwa kuliko yote, kwanza Mungu namna gani? Mungu kwanza, mengine baadaye. Ya dunia yatapita, lakini neno la Mungu haitafanya nini? Haitapita kamwe. Haleluya. Kwa malaika wa Bwana akamuonyesha yuko pamoja naye. Ndipo Gideon baada ya kuona mambo hayo akasema, ole wangu. Akaanza kuogopa sasa, maana alijua Mungu ni mkubwa na watu walimwamini kwamba ukimwona Mungu huwezi kufanya nini? Huwezi kuisha. Lakini malaika wa Bwana akamwambia, usiogope. 25. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia Gideon, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu. Haleluya. Gideon alipewa kazi, maana wana wa Israeli walikuwa wanaabudu miungu, hawakuwa wanaabudu Mungu wa kweli. Kwa hiyo jambo la msingi aliloanza nalo ni kufanya usafi katika nyumba ya baba yake. Haleluya. Kama kuna madhabahu za Baali, nenda kazibomoe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tumekuja katika kambi hili, ni kambi la utakaso. Tafadhali sana muombe Bwana, kama kuna madhabahu yoyote ambayo ni ya Baali, nenda ukafanye nini? Kayabomoe katika maisha yako. Haleluya.
Ndiyo, mwite Mungu akuongoze ili uweze kuwa na ibada katika madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Hicho ndicho Gideoni alichokifanya. Akaanza matengenezo katika familia ya kwao, na alipofanya hivyo watu wakataka kumuua. Baba yake akasema, jamani, mnawezaje kumuua huyu Gideoni? Kama kweli Baali ana uwezo, sajitetee mwenyewe. Kwa nini mnataka kumtetea Baali? Ajitetee. Mtu mmoja amesambaratisha madhabahu yake, iweje mumuue? Watu wakaona, sasa ili jambo ngoja tuliache. Wakaacha. Kwa Gideoni akafanya matengenezo katika makambi haya. Mungu anataka tufanye matengenezo katika maisha yetu, ili awe upande wetu, ili afanye kazi pamoja na sisi, ili alete mibaraka yote aliyoiahidi kwa ajili ya taifa la Mwenyezi Mungu. Katika fungu la 33 nasema, wakati huo wa Midiani, wa Amaleki na hao wana wa mashariki walikutana pamoja, wakavuka na kupanga hema zao katika bonde la Yezreeli. Lakini Roho wa Bwana kaja juu ya Gideoni, naye akapiga tarumbeta, naye Bezeli wote walikutanika na kumfuata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Midiani waliposikia hivyo, wakajua kuna mtu fulani anainuka hapa, anataka kutuletea mchezo. Sasa tunaitana, tunaenda kumshughulikia vizuri sana, ili ajue kwamba kuna taifa la Midiani, taifa kubwa na la Waamaleki. Halafu Roho wa Bwana akamfuata Gideoni, akaingia moyoni mwake, naye akamwambia, sasa panga majeshi. Haleluya. 36 nasema, Gideoni akamwambia Mungu, ikiwa wewe utaokoa Israeli kwa mkono wangu kama ulivyosema, tazama nitaweka ngozi ya kondoo katika kiwanja. Yaani Gideoni pamoja na Mungu kufanya yale, bado alikuwa hajamwamini vizuri. Akasema, kama kweli Bwana wewe ni Mungu utakayenisaidia, maana hawa watu wa Midiani sio wa kawaida. Sio watu wa namna gani? Sio wa kawaida. Katika maisha tuna mashaka makubwa. Nikitoa zaka, jamani, nitaishije? Lakini pia hawa watu wanaozunguka ni wakubwa, si wawezi. Watu wana hofu. Nitarogwa. Nitafanya nini jamani? Nitarogwa. Sijui utafanya hivi. Vitu vingi vinatisha mwanadamu. Vingi sana. Vingi. Gideon akasema, kama Mungu utakuwa pamoja na mimi, naomba unisikie. Nitaweka ngozi pale. Nikikuta hii ngozi imerowana, halafu ardhi yote ni kavu, utakuwa ni ushuhuda kuniambia Mungu pamoja nami. Bwana akasema nitafanya. Alipoamuka nakuta ngozi yote imerowana, ardhi yote ni kavu. Akasema, Baba, haitoshi. Naomba kesho nikija nikute ardhi yote ni mbichi, ngozi peke yake ndio imerowana. Mungu akafanya vile. Haleluya. Yaani Mungu Bwana akiamua kubariki, anafanya nini? Anabariki. Na Mungu anasema huwa hachanganyi baraka na laana. Bwana Yesu asifiwe. Hachanganyi. Kileta baraka analeta nini? Analeta baraka. Kwa hiyo Gideon akabariki, anaomba hivi na Mungu anafanya. Maana ameamua haya mambo. Gideon akakubali kwamba Mungu yuko pamoja naye. Sura ya 7 fungu la 2 nasema, Bwana akamwambia Gideon, watu hawa. Sasa baada ya hapo Gideon akaandaa jeshi ili waende wakapigane na Midiani. Labda nianzie ile sura ya kwanza katika sura ya 7 fungu la kwanza nasema, kisha Yerubaeli, yaani Gideon na watu wote walikuwa pamoja naye, wakaondoka na mapema wakapiga kambi yao karibu na kijito cha Harodi, na kambi ya Midiani ilikuwa upande wao wa kaskazini karibu na mlima wa Morie bondeni. Bwana akamwambia Gideoni, watu walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatie wa Midiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu ndio ulioniokoa. Unajua sisi wanadamu tuna mashida makubwa. Ulikuwa una mtoto, unapata mtoto unaona ni kawaida. Ulikuwa unakula mlo mmoja kwa siku, Bwana kubariki, unakunywa chai, unakula mlo wa mchana na jioni, unaona ni mambo ya namna gani? Ya kawaida. Ulikuwa huna kiwanja, Mungu amekupatia kiwanja, unasema hata hivi kuna watu wana manyumba mangapi? Hata 10. Bado huwezi kumshukuru nani? Mungu. Yaani Mungu anajitahidi kututendea mambo mema, tunayaona ya namna gani? Ya kawaida. Mungu anakubariki, unapata hiki. Mshukuru, anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa namna gani? Ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sasa Mungu akamwambia Gideoni, ita watu.
Gideon aliita watu karibia 30,000. Halafu Bwana akamwambia watangazie, mtu yeyote ambaye ni muoga arudi wapi? Arudi nyumbani. Wakarudi watu wangapi? Karibu 20,000. Wote wakawa waoga, wakarudi nyumbani wanaogopa, wakabaki wachache mno. Ndipo watu 22,000 wakarudi kutoka katika watu hao, wakabaki watu 10,000. Kwa hiyo walikuwa watu 32,000. Alipotangazia waoga warudi nyuma, warudi, hawakusonga wapi? Mbele. Kama kuna kitu ambacho Mungu hakipendi ni uoga. Ni nini jamani? Mtu ambaye hayuko tayari kwa ajili ya kazi ya Bwana, mtu mwenye mashaka, Mungu ana sehemu. Sema rudi nyuma. Anataka watu ambao ni majasiri, wameamua kuifanya kazi ya Mungu, wanajitoa, wanamuamini. Bwana anasema, mkabidhi Bwana njia zako, naye atayanyosha nini? Mapito yako. Mkabidhi, usiogope, mueleze haja za moyo wako. Bwana yupo kwa ajili yako. Watu hao wakarudi. Lakini hata hivyo wale 10,000 Mungu nao akaona ni wengi, akawapatia mtihani. Akasema sasa nataka wapeleke majini. Utakapowapeleka majini, kila atakayekunywa maji analamba kama mbwa, niwekee pembeni. Lakini yule ambaye ataenda kujichovya, huyo achana naye. Sasa wale watu ambao walienda wakalamba maji kama mbwa namna hii, walipatikana watu ngapi? 300 peke yake. Wengine wote walipofika kwenye maji wakafika ni kudumbukia. Wanaogelea, wanapiga mbizi. Wewe ni askari, unaanza kujirusha kwenye maji. Je, maadui wakija huko majini, mpaka uje utoke majini uvae ndio uchukue silaha? Wewe kweli ni askari wa kweli? Ni askari wa kweli? Uko unajua kama uko vitani. Unajua wakati fulani, ndugu zangu, tunajisahau. Hatujui kama tuko wapi, tuko vitani. Adui yetu ni mwerevu mno, halali, hasinzii. Sisi tunakoroma. Mungu amesema ombeni bila kukoma. Hata maombi hatuna, hata kusoma neno la Mungu atufanye nini? Hatusomi. Sisi ni sawa na wale watu ambao tunafika kwenye maji ni kujichovya. Wachache sana ambao wanakumbuka kuramba maji kama nani? Kama mbwa, ambao walipatikana watu ngapi? 300. Na Bwana akasema maneno haya. Fungu la 6 anasema, na hesabu ya hao waliokunywa kwa kuramba ramba wakipeleka mkono kinywani ilikuwa watu 300, bali watu wengine wote walipiga magoti kunywa maji. Bwana akamwambia Gideoni, kwa watu hawa 300 walioyaramba maji katika mikono yako, lakini Bwana akamwambia Gideoni, kwa watu hao 300 waliolamba maji nitawaokoa, nami nitawatia Wamidiani katika mikono yako, lakini watu hawa wote wengine na waende zao, kila mtu mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema kupitia watu 300 peke yao, kwa hao mkono wa Bwana utathibitika. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Bwana utathibitika. Lakini kumbuka, ni kwa sababu walimulilia Mwenyezi Mungu. Hilo usilisahau. Kama asingemlilia Mungu, Mungu asingefanya chochote. Angeliwaacha waendelee kuumia. Lakini walipotambua ya kwamba Mungu yupo na wakamulilia, na Mungu akaamua sasa, ninaenda kuwaokoa kwa muujiza mkubwa. Wamidian ambao walikuwa ni maraki ya watu, kupitia watu 300, wana wa Israeli watajua leo ya kwamba yuko Mungu katika taifa la Israeli. Haleluya. Na Mungu alitumia akili ya kibinadamu. Akili ya nini? Ya kibinadamu, ya kawaida sana. Yaani Mungu akiamua kukubariki, Mungu akiamua kukuokoa, wakati fulani sio lazima alete msaada kutoka mbali. Mazingira haya unayoishi, Bwana anaweza kayabadilisha kwa elimu iliyopo, kwa watu wanaokuzunguka, yakakutengenezea mbaraka mpaka ukashangaa. Haleluya. Ulikuwa huna mali, unashangaa mkondo unapatikana hapo hapo, wewe unafanikiwa. Ulikuwa wewe huendi kanisani, fundisho fulani linalohubiriwa hapa likabadilisha mwelekeo wako milele. Bwana Yesu asifiwe.
Yaani wewe kulingana na mazingira haya uliyopo, Mungu anaweza kukutengenezea mbaraka ambao hutausahau katika maisha yako. Ulikuwa huna mtoto, ukapokea ombi, na ombi hilo likafungua matumbo yako, ukafanikiwa kupata watoto katika mazingira hayo nayo yaishi. Haleluya. Huyu Mungu sio ya kawaida, ni Mungu wa kipekee sana. Nataka nikwambie, katika nyakati zile watu walikuwa wamejifunza habari ya jeshi. Anaposikia kwamba yupo kamanda mmoja, walijua kwamba kamanda lazima awe nyuma yake kuna kikosi cha watu wasiopungua 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa Mungu akamwambia Gideoni, niandalie watu 10,000, andaa mtungi, andaa na mwenge. Hivyo vifaa uwe navyo pamoja na tarumbeta. Hizo ndiyo silaha za vita. Bwana Yesu asifiwe. Mwenge ni neno la nani? La Mungu. Tarumbeta iwepo ili ipigwe. Anasema yeye ahubiri habari njema, apige dini kama tarumbeta. Haleluya. Ndipo wana wa Israeli wakaenda wakaizingira kambi ya Wamidiani, maraki ya watu, lakini walikwenda mlimani. Mtu mmoja anasimama huko mlimani, mwingine katika mlima huko, mwingine anasimama huko. Wakajipanga katika milima yote. Watu wale 300 wakawazingira Wamidiani. Sasa ulipofika usiku, maana moto unaonekana usiku, Mungu akamwambia Gideoni, mutakachokifanya, mutapiga tarumbeta kwa mvumo mkubwa. Halafu mutasema wokovu kwa Bwana. Na wokovu kwa nani? Kwa Gideoni. Halafu shangilieni. Haleluya. Hiyo kazi ndio nimewapatia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambieni, tunafanya sehemu kidogo, anayefanya ni Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Sehemu tunayoshiriki ni ndogo, lakini mkono wa Bwana ukiwepo, kila jambo linafanikiwa. Kila jambo linawezekana. Maana mkono wa Bwana unasukuma vitu ili vitokeze. Haleluya. Sasa wakati ule ukiwa ni usiku, jeshi la Midiani liko pale, na Waamaleki wana magari ya vita, wana vitu vingi wamekuja navyo, ni dola kubwa katika zama zile. Ulipofika usiku, Gideon anaamulisha kamanda mkuu, upanga kwa Bwana. Na upanga kwa nani? Kwa Gideoni. Mara mitungi yote ikafanya nini? Ikapasuliwa. Ule mtungi, ujue kazi yake, ulikuwa umeficha mwenge ili watu wasijue. Mwenge unawaka ukiwa ndani ya nini? Ya mtungi. Kwa hiyo kazi ya mtungi ilipomalizika, ulipovunjwa, mwenge ukabaki unawaka. Bwana Yesu asifiwe. Mwenge ulipowaka, wale wa Midiani wamesikia tarumbeta, ikabidi waangalie. Ile wanaangalia hivi, wanaona ni majeshi yamewazunguka. Haleluya. Wakaanza wakahesabu, wakakuta vikosi ngapi? 300. Bwana Yesu asifiwe. Walipozidisha mara 10,000, wakasema hao Waisraeli wamekodi mataifa makubwa ili kuja kufanya nini? Kutupiga. Kwa sababu hiyo, wokovu wa Bwana ukaleta mtikisiko mkubwa katika jeshi la Midiani, na hatimaye Midiani wakajikuta wanapigana wao kwa wao bila kazi ya Mwisraeli. Haleluya. Kazi ya Waisraeli ilikuwa ni kushuka kwenda kuteka nyara. Haleluya. Hivyo ndivyo Bwana anavyoweza kuwaokoa watu wake kwa kadiri wanavyoweza kumtegemea. 19 nasema, basi Gideoni na wale watu 300 waliokuwa pamoja naye wakafika mwisho wa kambi mwanzoni mwa zamu ya kati. Wakati walipokuwa wamebadili wenye zamu, wakazipiga hizo tarumbeta, wakaivunja vipande ile mitungi iliyokuwa mikononi mwao. Vile vikosi 3 wakapiga tarumbeta, wakaivunja mitungi, wakaishika mienge kwa mikono yao ya kushoto na zile tarumbeta katika mikono yao ya kuume, ili kupiga kelele. Upanga wa Bwana wa Gideoni, upanga wa Bwana na wa Gideoni. Wakasimama kila mtu mahali pake kuizunguka kambi pande zote. Jeshi lote wakakimbia, nao wakapiga kelele, wakakimbiza, wakazipiga zile tarumbeta 300.
naye Bwana akaufanya upanga wa kila mtu uwe juu ya mwenziwe. Haleluya! Na juu ya jeshi lote, jeshi likakimbia mpaka Betisheba kuendelea Serera hata mipaka mwa Abeli Mehora karibu na Tabathi. Bwana Yesu asifiwe. Katika jioni ya leo nataka nikwambie mtu wa Mungu, mulilie Bwana. Kama kuna Midiani anayekufuatilia, atakutana mkono wa nani? Atakutana mkono wa Bwana, mkono wenye nguvu, mkono wenye uweza, mkono wenye mamlaka. Haleluya! Mwite Bwana awe upande wako. Endelea kumulilia Mungu. Na jua dhahiri Ibilisi yupo katika dunia hii. Kazi yake anapigana vita dhidi ya wacha Mungu, na lengo lake kubwa anataka wafanye walio wengi, yumkini hata walio wateule, wasifanikiwe kwenda mbinguni. Ili ufanikiwe kudumu ndani ya kanisa hili, jambo la msingi uwe kama wana wa Israeli. Kumulilia nani? Mwenyezi Mungu. Na Bwana asema, Bwana atawapigania, nanyi mutanyamaza namna gani? Mutanyamaza kimya. Utashangaa kwa utisho wa Mwenyezi Mungu. Na leo nataka niwaambieni, Mungu ni mwenye utisho mkubwa. Nimeona wengi sana waliotaka kuwafuatilia watu wa Mungu walikutana na kitisho kikubwa. Kiswahili cha kisasa wanasema kipigo cha mbwa nini? Ndio. Watu wa Mungu, simameni imara. Haleluya! Mutangulizeni Bwana katika mipango yenu, iwe ni katika effort, iwe ni katika makambi. Mutangulizeni Mungu, yuko pamoja nanyi. Haleluya! Wangapi katika jioni ya leo, wanasema tunataka tumtangulize Bwana kwa kila jambo. Tumulilie Bwana ili atubariki katika maisha ya kiroho, atubariki katika maisha ya kimwili, atubariki. Yeye awe ngome yetu na mwamba wetu. Kama ndivyo hivyo, kama ni hitaji lako, si usimame mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Simama mtu wa Mungu. Tuwe na Mungu ambaye tunamuamini, Mungu tunayemtegemea, na huyu Mungu tunatakiwa tumfuate pasipokuwa na tashwishwi yoyote. Haleluya! Bwana kubariki sana. Bwana kubariki. Bwana kubariki mtu wa Mungu. Bwana kubariki sana. Jioni ya leo inawezekana yupo mtu mwingine Bwana anatafuta mtu ambaye anamuamini, anataka mtegemee Bwana. Mchana kuna watu walijitoa hapa, lakini wapo wengine ambao wanatamani kubatizwa. Huenda mchana hukuwepo. Kama upo, na kukaribisha uje hapa tuombe kwa ajili yako pia. Kama upo, wala ambao mkuwepo mchana, mwingine ambaye hakuwepo mchana, amekuja jioni na amesikia wito na anatamani abatizwe, kama yupo, tunampatia fursa hii aje mbele za Bwana tumuombee. Kama upo rafiki, njoo. Saa ya kuacha. Njoo Mungu anakuita. Yesu anatangazia ukombozi. Kamanda wa Yuda, simba wa Yuda, njoo. Kama upo na sasa, Mungu umetusaidia. Bwana kubariki sana. Ungekuwa na watu, Mungu akubariki sana. Karibu. Nani mwingine? Aje kwa Yesu. Kamanda wa vita ili akubariki. Njoo mtu wa Mungu tafadhali. Njoo mtu wa Mungu. Njoo. Bwana kubariki. Bwana kubariki. Karibu sana. Karibu mtu wa Mungu. Usimwache Bwana. Anakupenda upeo. Njoo. Tafadhali njoo mtu wa Mungu. Tafadhali njoo, Yesu amekufia. Yesu amekufia. Mlango uko wazi kwa ajili yako. Njoo. Karibu. Siogope. Njoo. Nani mwingine? Tafadhali njoo. Karibu. Bwana kubariki sana. Mungu akutie nguvu. Barikiwa mtumishi. Bwana kubariki. Yuko mwingine kule. Tunataka tuombe. Tafadhali usipoteze fursa. Fursa makini. Ni saa ya kukombolewa. Bwana kubariki. Bwana kutie nguvu mtu wa Mungu. Karibu sana. Njoo ubarikiwe. Njoo. Usiogope. Yesu amekufa. Kwa ajili yako. Wala usiogope. Njoo, Bwana anakuita.
Usiache. Tusimame imara mbele zako. Karibu sana. Karibu sana. Bwana kubariki. Karibu mtu wa Mungu, njoo. Jipe moyo. Mungu akubariki sana. Jipe moyo. Bwana kubariki. Bwana kubariki. Barikiwa. Haleluya. Bwana kubariki. Bwana kutie nguvu. Bwana kutie nguvu. Oh, yupo mwingine huko. Naona Yesu anakuita. Yesu anakusubiri kwa hamu kubwa. Yesu anakusubiri kwa hamu kubwa, mtu wa Mungu. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Karibu. Karibu mbele, mtu wa Mungu. Karibu. Karibu mbele. Bwana anakuita. Uwe macho Bwana. Bwana anakuita. Yuko mwingine huko. Oh, natamani kama yuko mtu kwake. Aje mbele. Aje mbele. Mbele za Yesu Kristo. Amanda wazidi. Karibu. Karibu. Kwa Bwana kuna tumaini la uzima na wokovu tele. Anasema yeye ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Haiwezekani kutupwa. Bwana ametoa uhai kwa ajili yako. Wewe ni wa thamani machoni pa Mungu. Jua hilo. Wewe ni wa thamani kabisa kabisa. Uliumbwa kwa sura yake. Ndio maana anakuondoa. Wewe ni wa maana mno. Wewe ni wa maana. Mungu anakujali. Karibu. Karibu. Karibu mtu wangu. Bwana kubariki mzee wangu. Mzee wangu huyu mnaweza mkampatia hata kitu. Bwana wabariki sana waimbaji. Bwana wabariki sana. Nyote mliojitoa kwa ajili ya Bwana. Mungu awabariki sana. Na sasa tunataka kwenda kuomba. Leo ni Jumanne. Ninazidi kuwaombea mkutano. Bwana awe pamoja nanyi. Awabariki. Siku ya Alhamisi tufanye mapinduzi makubwa kwa ajili ya kumtolea Bwana. Na siku ya Sabato iwe ni sherehe ya ajabu sana. Niwakaribishe wachungaji, muje muombee mkutano huu. Tunataka mibaraka imwagike kwa ajili ya mtaa huu. Wote mtaumba. Mchungaji wa mtaa na wageni wote ombeni kwa ajili ya watu hawa. Ndio kazi mlioitiwa na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni. Basi tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu nayeketi mahali pa siri juu mbinguni, asante Yesu kwa sababu imekupendeza tena katika jioni ya leo kusikia sauti yako kupitia katika mtumishi wako. Jina lako lizidi kutukuzwa. Wakati huu na masaa haya tunapoendelea kujikabidhi mikononi mwako, neno hili likaweze kutufaa sote, likaweze kutuandaa vyema kwa ajili ya ufalme wako. Naamini ya kwamba hautatupungukia kwa kila mmoja wetu. Neno hili litatufaa sote, lakini lipo kundi jingine la watumishi wako ambao wamepiga hatua na kusogea hapa mbele, wamesalimisha maisha yao kwa ajili ya ubatizo. Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako. Endelea kuwa pamoja nao. Endelea kuwatia nguvu. Endelea kuwasaidia. Waandae pia kwa ajili ya ufalme wako. Ndivyo tunavyoomba kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya ushindi ambao kila wakati umetangazwa tangu katika Israeli ya zamani. Umekuwa mshindi wa vita mbalimbali. Mahala ambapo walikutegemea wewe, wewe ulisimama. Gideoni ulimshindia kwenye jeshi kubwa la maadui. Na hata hivyo, kwa kuwa wewe huwa unafanya kazi na wale wanaokutumaini wewe,
unafanya kazi na wale wanaokuja kujisalimisha kwako, na hata hivyo wewe ndiye Mungu ambaye unawapenda watu wanaohitaji msaada kutoka kwako. Mchana wa jioni ya leo, mkutano wa watu wako umesimama baada ya kusikia mtumishi wako amesema neno lako kwa ujasiri, na akawaita watu wako wamekubali kusimama, wamekuja kwako. Mungu wangu, ninakusihi sasa ukawashindie. Amen. Kama ambavyo wewe uliweka Roho Mtakatifu katika ile mioyo ya watu wako wakakutegemea, kadhalika saa ya mwisho hii tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu katika mioyo ya kila mmoja. Baba, ikahusike, ukamwage Roho wako Mtakatifu katika mikutano hii, maana ni ahadi yako ya kwamba miongoni mwa mikutano ambapo Roho Mtakatifu atamwagwa kwa wingi ni pamoja na mikutano ya makambi. Tunaomba sasa ukamwage Roho wako Mtakatifu, kila aliyesikia ujumbe huu akakutegemee wewe, kila aliyesikia ujumbe huu akaona ameshinda vita alivyo navyo dhidi ya adui Ibilisi. Vita vya ndoa kawashindie watu wako, vita vya uchumi pigana nao, kila jambo, kwa kuwa wameinua mioyo yao kwako, nenda ukamalize vita vyao wewe mwenyewe. Tunaomba hivyo kwa jina la Yesu, amina. Baba yetu, asante Jehova, asante kwa ajili ya kusanyiko la makambi hapa Iwondo. Asante kwa mtumishi wako Pastor Nehemia kumtumia kutuinua na kutuvuta kwako. Bwana, ulivyomshindia Gideoni katika mateka ya kutawaliwa miaka 7 ya Waisraeli, walipokulilia mtumishi wako Gideoni, ushindi ulipatikana. Wewe hutishwi na wingi wa majeshi yanayotufuatilia katika maisha yetu. Ukiwepo wewe Bwana, ushindi utapatikana. Watumishi wako wajapo kuwa wameteseka kwa miaka mingapi, wewe unajua, lakini kwa kukukimbilia wewe, naomba ushindi ukapatikane. Kila mmoja katika namna yake na katika mapambano yake, nenda ukampatie ushindi, maana ameungana na nguvu isiyoshindwa. Makambi haya yakatengeneza historia mpya kwa watumishi wako katika maisha ya ndoa zao, ushindi ukapatikane. Katika maisha ya malezi ya watoto wao, ushindi ukapatikane. Vijana wanaotamani kuona kuolewa, nenda ukafungue pingu za maisha, ushindi ukapatikane. Wale waliosoroneshwa na maisha ya dhambi wakapate msamaha wa dhambi. Kila mmoja kwa namna yake, Yesu, nenda ukajitwalie utukufu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tuomba kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikadumu kuwa nasi mpaka Yesu utakapokuja, kwani tunaomba katika jina la Yesu, amen. Amina. Bwana wabariki. Amen. effort iwe ni katika makambi, mtangulizeni Mungu yuko pamoja nanyi. Haleluya. Wana mkutano, Bwana Yesu asifiwe.